Bwana, wasamehe kwa wema dhambi zao, usipokee kazi zao njema. Bwana, tuombe wote wanaohuzunika kwa kifo cha ndugu yetu huyu. Bwana, watulize wote waliofiwa. Bwana, tuombeane sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Bwana, Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Tunaomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Mapadri, muongeze nguvu. Mtazamaji na msikilizaji mpendwa, wakati huu jeneza lenye mwili wa Baba Askofu Bernardine Francis Mfumbusa likishushwa kaburini taratibu. Na mtazamaji mpendwa wa Jugo Media, Injili kiganjani mwako, Radio Maria Tanzania, sauti ya Kristo nyumbani mwako, Mbugi TV, Mufilipi Media, Septoni TV, Usambara TV pamoja na vyombo vingine vya habari ambavyo tunashirikiana navyo siku hii ya leo. Okay, Bikira Maria Mama wa Huruma TV na vyombo vingine vya habari ambavyo tumeshirikiana navyo. Wakati huu sasa ni wakati wa maziko ya Mhashamu Bernardine Mfumbusa, ambapo anazikwa katika kanisa hili kuu la Roho Mtakatifu hapa Jimbo Katoliki Kondoa, na wakati huu sasa mwili wake unashushwa kaburini, ishara ya kwamba tayari ameshukisha maliza safari ya maisha yake hapa duniani, na hivyo anarudi udongoni, sehemu ambako alitoka. Mungu mwenyewe alimuumba kutoka katika udongo, na siku hii ya leo basi kupitia udongo anarudi mavumbini. Basi tuendelee kumwombea baba yetu huyu mpendwa, ili kile ambacho kilipungua katika maisha yake, aidha ya Kikristo au maisha yake ya kawaida ya kijamii, Mwenyezi Mungu aweze kumsamehe na amkaribishe kwake mbinguni kwenye furaha ya uzima wa milele, kama ambavyo wanaimba wanakwaya wetu kwamba hapa leo, hapa we msafiri simama na tazama, nimekufa leo lakini kesho ni zamu yako. Hiyo inatukumbusha kwamba sisi sote tu wasafiri, na siku moja basi tutamaliza safari yetu ya maisha hapa duniani, tutamwelekea Mwenyezi Mungu ambaye anatuita kwake, kwamba njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha, na kwamba jitieni nira yangu mkajifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole
na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Basi kama nilivyokuambia hapo awali, tuendelee kumwombea, kwa sababu hiyo ndio zawadi ya pekee ambayo tunaweza kumpa Mhasham Ibn Mfumbusa baada ya safari yake ya maisha hapa duniani kutamatika. Basi turudi katika eneo lile la maziko, kisha baadaye tutakwambia nini ambacho kinaendelea. Mwenyezi Mungu amependa kumwita kwake huyu ndugu yetu toka uzima huu. Tunaweka mwili wake udongoni urudi ulikotoka. Kristo amefuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi huyu ndugu yetu kwa Bwana. Bwana mpokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Katika maji ulibatizwa, Mungu akamilishe ndani mwako aliyoanzisha katika ubatizo. Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu, tunaomba akupe furaha ya milele. Watakaowakilisha wakati wa kuweka udongo ni maaskofu wakuu, kardinali, balozi wa Baba Mtakatifu Tanzania, Baba Wilbrod Kibozi, msimamizi wa kitume Kondoa, Dr. Philip Mipango na mkuu wa wilaya ya Kondoa. Tutakuwa na mwakilishi. Wewe ni mavumbi, utarudi kuwa uvumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Hawa ninaotangaza na pia ndio watakaoweka mashada. Pia tunamkaribisha Dr. Chobo, Father Ndaga, Sister Florida kutoka TC, pamoja na wasista waliounguza kutoka Mtakatifu Jema Galgani, mwakilishi kutoka Sauti Rukwa, na familia itakuwa dada yake. Kwaya kwa wimbo wakati tendo hilo linafanyika. Maaskofu wakuu wakiongozwa na Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa tayari wamekwisha weka udongo katika kaburi na kufuatiwa na baadhi ya maaskofu wakiongozwa na msimamizi wa kitume wa Jimbo Katoliki la Kondoa Mhashamu Wilbrod Kibozi na mapadri, lakini wakati unamuona pia
kamilika, na wakati huu kaburi linafunikwa sasa, ili basi baada ya hapo mashada ya maua Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima kwamba maisha hapa duniani mafupi na kwamba hatujui itakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu, tufike salama katika ufalme wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Uandikwe ishara ya Bwana wetu Yesu Kristo mkombozi, aliyekukomboa kwa ishara hii. Upumzike kwa amani. Sasa utafuata utaratibu wa kuweka mashada. Shada la kwanza litawekwa na Mhagama Protas Kardinali Rugambwa. Shada la balozi wa mtakatifu liandaliwe. Rais atafuata la tatu, rais wa baraza la maaskofu. Watafuata maaskofu, askofu msimamizi wa kitume jimbo la Kondoa, Mwashamu Willibrod Kibozi. Samahani, mlete la askofu mkuu wa jimbo Katoliki la Dodoma. Atafuata la msimamizi wa kitume jimbo la Kondoa. Aanza askofu mkuu, alafu afuate msimamizi wa kitume. Baada ya hapo mashada wapewe maaskofu wakuu waliobaki, au wapewe moja, washike kwa pamoja, waweke pamoja maaskofu wakuu. Baada ya sherehe wafuate mwakilishi wa familia ambaye shada la mama pamoja na familia. Mtazamaji na msikilizaji mpendwa, wakati huu kaburi likipambwa kwa maua na mababa maaskofu, lakini familia pia ikiongozwa na mama mzazi wa hayati
Naam, mtazamaji wetu mpendwa wa vyombo vyetu vya habari vya Kanisa Katoliki ambao mnaendelea kufuatilia matangazo yetu wakati huu, basi tuendelee kuwashukuru na kuwapongeza kwa kuendelea kuwa nasi wakati huu, lakini zaidi sana tunaomba tuendelee kumwombea mpendwa wetu Askofu Bernardin Mfumbusa ambaye Mwenyezi Mungu amemwita kwake kutoka dunia hii, ili basi Mungu aendelee kumjalia furaha ya uzima wa milele na pumziko la amani. Baada ya sala ya buriani na mwili wa Mhashamu Bernardin Mfumbusa kushushwa kaburini, sasa tayari mwili wake umeshafunikwa na funiko lile la kaburi, na wakati huu sasa yanawekwa mashada juu ya kaburi lake baada ya yeye basi kuwamo ndani humo kwa mara ya kwanza kabisa. Basi tuendelee kumwombea na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha yake hapa duniani, ikiwa basi siku hii ya leo ametamatisha rasmi safari yake ya maisha ya hapa duniani. Kuna viongozi wanaopita duniani kama upepo, na wapo wanaopita kama mbegu inayoota na kuleta matunda ya kudumu. Aprili 2026 Kanisa Katoliki Tanzania lilipoteza sauti ya kipekee, sauti iliyojua kuunganisha Injili na mantiki na taaluma. Leo tunafunua kurasa ya maisha ya mwanamume aliyeacha kumbi za chuo kikuu kwenda kujenga imani katikati ya ukame na matumaini ya watu wa Jimbo Katoliki Kondoa. Huyu si mwingine ni Mhashamu Askofu Bernardin Mfumbusa, askofu wa Jimbo Katoliki Kondoa, ambaye sasa ni marehemu. Amekwenda kwa Baba wa milele akapumzike, akavishwe taji ya uzima wa milele. Safari ilianzia Aprili 1, 1962 huko Arusha. Bernardin hakuwa mtoto wa kawaida. Tangu utotoni alikuwa na kiu ya maarifa. Wakati wenzake wakicheza uwanjani, yeye alikuwa akijitayarisha kwa ajili ya wito mkubwa zaidi. Kutoka seminari ya Kibosho na Segerea akaivaa kuwa padri mnamo Juni 14, 1992. Lakini Mungu alikuwa na mpango mkubwa zaidi. Alitaka Bernardin awe mchungaji aliyetumia kalamu na sauti kama silaha ya ukombozi. Huyu ndiye askofu aliyekuwa Profesa Bernardin Mfumbusa. Hakuishia kwenye altari pekee. Aliingia kwenye kumbi za mihadhara akiwa mtaalamu wa mawasiliano ya umma mwenye shahada ya uzamivu PhD kutoka nchini Italia. Aliamini kuwa kanisa linapaswa kuwa na sauti ya kisasa. Akiwa makamu mkuu wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino Sauti, aliwafundisha vijana kuwa na elimu bila maadili ni kazi bure. Alijua kuwa katika ulimwengu wa habari potofu, ukweli ndio bidhaa adimu zaidi. Mwaka 2011 historia iliandikwa. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 alimtuma kwenda shamba jipya Jimbo Katoliki changa kabisa la Kondoa. Hakuwa askofu wa ofisini, alikuwa askofu wa watu. Alitembea kila kijiji, akajenga shule na kuwa daraja kati ya dini na maendeleo. Kwa miaka 15 aligeuza Kondoa kuwa kitovu cha umoja. Alihamasisha maendeleo, kujali imani ya mtu. Alikuwa mwanamkakati aliyeona Jimbo Katoliki Kondoa kama bustani iliyohitaji maji ya imani na mbolea ya maarifa. Aprili 14, 2026, hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma, sauti ilizimika. Lakini katika kuzimika katika sauti ile, mwanga wake ulibaki ukivuma kwenye kuta za Jimbo Katoliki Kondoa na mioyoni mwa maelfu ya Watanzania, kama maandiko yanavyosema: nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza. Askofu Mfumbusa hakuondoka na uwezo wake. Aliuacha kwenye vitabu vyake, kwa sauti za redio na kwenye imani ya watu aliowaongoza. Tunapoaga mwili wake, tunasherehekea maisha yake kati yetu hapa ulimwenguni. Amevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo ameumaliza, imani ameilinda. Pumzika kwa amani Mhashamu Askofu Bernardin Mfumbusa, aliyekuwa askofu wa Jimbo Katoliki Kondoa. Urithi wako utaishi milele kwenye kila neno na kweli. Endelea kuungana nasi
hapa katika ukurasa wetu wa YouTube kupitia media zote ambazo ziko hapa mubashara, kuhakikisha kwamba unatupata moja kwa moja katika azimisho la sadaka ya misa takatifu ya kumwombea na kumsindikiza mpendwa wetu sana Mhashamu Bernardine Mfumbusa. Sasa wakati huu turudi katika eneo la makaburi ambapo tutaongozwa na baadhi ya maaskofu pamoja na mapadi ambao wanatuongoza katika wimbo huu ambao wanaimba Kilatini. Karibu tuungane kwa pamoja. Naomba kabla ya baraka turudi wanafunzi wetu tukae, wa utaratibu unaofuata alafu baraka.